tusome au tujifunze na tuombe kwa habari ya roho ya kurudi nyuma. Sema roho ya kurudi nyuma. Rudia kwa sauti. Rudia kwa sauti. Bado sijasikia. Haleluya. Roho ya kurudi nyuma. Roho ya kurudi nyuma. Roho ya kurudi nyuma. Roho ya kurudi nyuma ni mpango mkakati wa shetani. Ni mpango mkakati wa shetani kuhakikisha haufikii hatima yako. Roho ya kurudi nyuma ni mpango mkakati wa shetani kuhakikisha haufikii hatima yako au haufiki kwenye viwango ambavyo Mungu alitaka uvifikie. Watu wengi wamekuwa wanateswa na hiyo roho ya kuwarudisha nyuma. Roho ya kurudi nyuma ni mpango wa shetani au mpango mkakati wa shetani kuhakikisha haufikii hatima yako. Roho ya kurudi nyuma ni mpango mkakati wa shetani kuhakikisha haufikii wala hauyafanyi mapenzi ya Mungu. Roho ya kurudi nyuma. Roho ya kurudi nyuma ni nini? Ni ugonjwa wa kiroho kwenye maisha ya mtu. Roho ya kurudi nyuma ni kama ugonjwa ndani ya mtu. Roho ya kurudi nyuma ni nini? Ni kama ugonjwa kwenye maisha ya nani? Ya mtu. Ulishawahi kuona mtu anafanya kazi, ana afya? Haleluya. Nisikilize kwa makini upate kuelewa. Ulishawahi kuona kuna mtu anafanya kazi au anafanya biashara au ana maisha tu ya namna fulani, akishaanza kuumwa anaweza kufanya kazi tena? Kuna wengine mpaka wanapoteza kazi kabisa. Haleluya. Ndio kuna mtu mmoja siku moja alinipigia simu akaniambia, "Post, naomba uniombee. Sasa hivi naenda kupeleka ripoti ya ugonjwa ofisini. Kwa hiyo niombee wasije wakanisimamisha kazi kwa sababu ya ugonjwa." Haleluya. Kwa sababu mtu anapokuwa na hali ya ugonjwa, maana yake inaweza ikapelekea huyu mtu maisha yake yakaharibika kabisa. Tukabaki na historia tu kwamba alikuaga anafanya biashara za kusafiri kwenda mikoani, kuleta mazao, lakini sasa hivi hafanyi. Ni ugonjwa wa kiroho. Roho ya kurudi nyuma ni ugonjwa wa nini? Wa kiroho kwenye maisha ya mtu, unaomzuia huyu mtu asipige hatua, asiendelee kuelekea kwenye safari ya kuyatimiza mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo roho ya kurudi nyuma ni ugonjwa hatari kwenye maisha ya nani? Ya mtu. Roho ya kurudi nyuma, haleluya, ni uvamizi wa kiroho kwenye maisha ya mtu. Uvamizi wa kiroho kwenye maisha ya mtu unaomzuia asisonge mbele kiroho. Unamzuia huyu mtu asisonge mbele kiroho. Unamzuia huyu mtu asipige hatua tena. Haleluya. 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 Ni uvamizi wa kiroho kwenye maisha ya mtu unaomzuia asisonge mbele kiroho. Kila mtu ukimuuliza hapa, unatamani kuyafanya mapenzi ya Mungu? Nipo tayari. Kila mtu ukimuuliza hapa, unatamani kuwa mfanya biashara mkubwa? Atasema niko tayari. Kila mtu ukimuuliza hapa, unatamani kuwa nabii mkubwa? Atasema niko tayari. Unatamani kuwa mwinjilisti mkubwa? Niko tayari. Unatamani kuwa mama sio familia? Kila mtu atasema niko tayari. Haleluya. Lakini ule ugonjwa unapoingia ndani, ndoto zote zinafanyaje? Zinakufa. Ugonjwa huu wa kurudi nyuma ukiingia ndani, huyu mtu ndoto zote zinafanyaje? Zinapotea. Anabaki tu na historia, lakini ndoto zinakufa. Sijui kama kuna mtu mmoja unanielewa. Sijui kama kuna mtu mmoja unanielewa. Kama kuna mtu mmoja unanielewa, hebu inua mkono wako nione. Haleluya. Sijui kama kuna mtu unatamani kukaa na huo ugonjwa siku ya leo. Haleluya. Sema siku ya leo niwe huru, nitengwe, niondolewe hiyo roho ya kunirudisha nyuma katika jina. Ndio maana ni rahisi sana mtu kusema niko tayari kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Niko tayari kupiga, niko tayari kumtu, niko tayari zinaweza zikawa nyingi. Lakini wasi ugonjwa huu umeingia, huyu mtu anapoteza mwelekeo. Haleluya. Huyu mtu anapoteza nguvu ndani yake. Anapoteza tena shauku ndani yake ya kutamani kusonga mbele.
Kwa hiyo ndoto zote zinakufa kwenye maisha yake. Haleluya. Siku ya leo hatupo tayari ndoto zetu zife katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo ni uvamizi wa kiroho kwenye maisha ya mtu unayomzuia asisonge mbele kiroho kuelekea kule Mungu amemkusudia. Na ugonjwa wa kurudi nyuma kwa watoto wa Mungu ni mkubwa sana na una nguvu sana kwenye maisha ya mtu. Na nasema hivyo kwa sababu nimekuwa na uzoefu wa kushuhudia hiyo roho ikifanya kazi kwa watoto wa Mungu kwa nguvu sana. Haleluya. Kwa nguvu sana. Katika kipindi ambacho nimepata neema ya Mungu kunitumia, nimekutana na changamoto watu wenye huo ugonjwa. Haleluya. Ambao shetani amewatesa na huo ugonjwa au amewatesa na hiyo roho, na wakashindwa kupiga hatua tena, na ndoto na maono vikafa. Haleluya. Sio kwa sababu Mungu alitaka wafe, lakini kwa sababu shetani hataki wafike kule ambapo Mungu amekusudia. Lakini siku ya leo Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Leo atuponye na kutufungua katika jina la Yesu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Nasema leo Mungu atuponye na kutufungua katika jina la Yesu. Haleluya. Kitabu cha Petro wa pili, ile sura ya pili na ule mstari wa 20. Petro wa pili sura ya pili na ule mstari wa 20. Anasema, kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu, wale waliokwisha kuyakimbia nini? Machafu ya dunia, kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Haleluya. Kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Haleluya. Hali yao imekuwa nini? Mbaya. Hali yao ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ile ya nini? Ya kwanza. Kwamba kama walikwisha kuponywa kwenye hiyo roho, haleluya, walikwisha kuponywa kwenye huo ugonjwa, wanaporudi nyuma hali zao huwa ni mbaya kuliko ile hali iliyokuwa ya kwanza. Haleluya. Hali huwa nini? Mbaya. Kwa maana wale walikwisha kuyakimbia machafu ya dunia, kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Kwa kumjua Yesu Kristo. Haleluya. Anasema kama wakinaswa tena, kama wakikamatwa tena na huo ugonjwa, kama watashindwa kujikinga. Haleluya. Kujikinga vipi? Maanake kwa kulishika neno la Mungu na kulitendea kazi neno la Mungu na kulishia neno la Mungu. Wakinaswa tena kwenye huo ugonjwa, haleluya, hali zao zinakuwa mbaya kuliko ilivyokuwa mwanzo. Haleluya. Na ndio maana hata ukiumwa malaria, haleluya, daktari si anakuuliza unajifunikaga neti? Haleluya. Unatakiwa ujifunike neti, using'atwe na mbu. Utapewa masharti kibao kadha wa kadha ili tu kuepuka ugonjwa usije ukarudi tena. Haleluya. Kwa nasema hawa watu wakinaswa hali zao zinakuwaga ni mbaya, na zinapokuwa mbaya huwa zinazidi ubaya ule walivyokuwa mwanzo. Yaani unaweza ukasema afadhali alivyokuwa mwanzo asingemjua Bwana kuliko alivyomjua, maana yake hali imekuwa tete. Haleluya. Sijui kama kuna mtu ninaongea naye asubuhi ya leo. Sijui kama kuna mtu anasema Roho Mungu unasema na mimi naomba unisaidie. Haleluya. Tunaendelea hapo, anasemaje? Anasema maana ingekuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki. Ingalikuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya nini? Ya haki, kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Kuliko kuijua alafu wakaiacha ile amri au yale maelekezo waliopewa na Mungu. Haleluya. Wanapoyaacha, maana yake hali zinakuwa mbaya kwa sababu wameacha kufuata maelekezo. Haleluya. Anasema mstari wa 22, lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli, sawasawa na mithali ya kweli, mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyeoshwa amerudi kugaa matopeni. Haleluya.
Mithali inayosema mbwa amerudia nini? Matapishi yake. Yaani mtu anafananishwa, ni kama vile ni maandiko. Jamani, msinikoti vibaya. Haleluya. Msinikoti vibaya, naomba mnisamehe. Haleluya. Anasema lakini imetukia kwao sawa sawa. Sawa sawa. Hebu tusome hapo kwa pamoja. Wewe ambaye una Biblia, nataka tusome mstari wa 22 kwa pamoja. Haleluya. Wangapi umefika hapo? Wangapi tumefika hapo? Yaani usome mwenyewe, sasa nisisome peke yangu, tusome kwa pamoja ili tujilaume sisi wenyewe. Haleluya. Wangapi tumefika hapo? Haya, nataka tusome kwa pamoja. 1, 2, 3. Mbona wanasoma wawili? Wengine mnaliogopa. Naomba kila mmoja asome hilo andiko. Anastasia, shika Biblia, tutagombana. 1, 2, 3. Hajasema matapishi ya Kilai, soma vizuri. Tulio upya. 1, 2, 3. Haleluya. Amerudia kugagaa kwenye nini? Kwenye matope. Kwa hiyo hali yake itakuwa mbaya au atakuwa mchafu kama alivyokuwa mwanzo. Na Mungu hataki tutembee kwenye hiyo hali. Haleluya. Haleluya. Tukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo 12. Kitabu cha Mathayo 12 na ule mstari wa 43. Mathayo 12 mstari wa 43 anasema, pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo na maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Halafu usema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, imefagiwa na kupambwa. Haleluya. Anaiona tupu, alafu imefagiwa na kufanyaje? Na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye, walio waovu kuliko yeye, walio wachafu kuliko yeye, wenye tabia mbaya zaidi kuliko yeye. Haleluya. Anasema pepo 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humu, na mtu hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyo kuwa kwa kizazi hichi kilicho kibaya. Haleluya. Kwamba hali zinaweza kuwa mbaya zaidi hata katika kizazi chetu, hata katika sisi hapa. Haleluya. Hali yaweza kuwa mbaya ikiwa Mungu ametusafisha, ikiwa Mungu ametutakasa. Sasa baada ya Mungu kututakasa na kutusafisha kwa neno lake, haleluya, maana yake tunapaswa kufuata maelekezo yake, kutembea vile yeye anataka. Haleluya. Kwa sababu tusipofuata vile Mungu anataka, maana yake adui ana tabia moja ya kurudi kuchungulia. Haleluya. Si hapa pepo linasema naenda, natoka, si ndio? Linatoka afu baadaye linakuja kusema ngoja nione. Haleluya. Linakuja kufanyaje? Kuchungulia. Likichungulia linakuta nyumba nini? Safi, iko tupu. Haleluya. Maana yake umesafishwa kwa lile neno. Uchafu umeondoka, giza limeondoka. Na wakati huo uchafu umeondoka, giza limeondoka, tunaanza kuona una shine. Tunaanza kuona kuna vitu vinaonekana kwako. Kuna vitu, maendeleo fulani yanaonekana kwako. Haleluya. Haleluya. Maana kuna namna ambayo neno la Mungu limekusafisha, limekutakasa. Lakini shetani, kwa sababu ni Mungu wa dunia mwenye mikakati, Mungu wa dunia hii mwenye mikakati ya kuua watoto wa Mungu, huwa anatumia mawakala zake kurudi na kuchungulia kwenye hiyo nyumba ambaye ndio wewe. Haleluya. Kuona ana hali gani huyu mtu, na atakapoikuta iko safi, imesafishwa, imepambwa, anachokifanya anaenda kuleta wababe zaidi yake, wenye nguvu zaidi yake, wenye uwezo zaidi yake, wenye tabia mbaya zaidi yake, wenye roho ngumu zaidi yake. Unakuja kushangaa huyu mtu mbona hakuwa hivi, moyo wake umekuwa tena ni mgumu, yani ndio hambiliki, asikiki. Haleluya. Kumbe shetani alikuja akachungulia, akaona pamesafishwa, akaenda kuwaleta wababe wenzie. Haleluya. Wenye nguvu zaidi yake. Siku ya leo lazima tuachiliwe katika jina la Yesu. Nasema lazima tuachiliwe katika jina la Yesu. Nasema lazima tuachiliwe katika jina la Yesu. Nini ili
tusaidike. Nyumba inapokuwa safi, yani wewe Mungu anapokusafisha kwa neno lake, haleluya, haleluya, inakuwa safi kwa sababu ya neno la Mungu. Kwa hiyo anapokusafisha, maana yake yapaswa wewe uendelee kunyenyekea na kulitii hilo neno la Mungu na kulifuata hilo neno la Mungu jinsi linavyokutaka. Haleluya. Ulifuate jinsi linavyokutaka. Haleluya. Kwa sababu usipolifuata na kulitendea kazi vile linataka, maana yake utakuja kuelemewa. Shetani au wakala wa shetani, hayo mapepo yatakavyorudi na kuchungulia na kuitana na wenzie wakaja kwako, maana yake utarudishwa nyuma. Na ndio maana unakuta mtu huyu alikuwa na karama inafanya kazi, mwisho wa siku anarudi nyuma. Haleluya. Akirudi nyuma karama inazima, akirudi nyuma hawezi tena kuomba. Ni kweli anaweza akaamka saa 6 au saa 7 au saa 8 za usiku, lakini bado anaweza asiombe. Haleluya. Bado anaweza asiombe, bado anaweza simtafakari Mungu. Kwa nini? Ikifika wakati wa kumtafakari Mungu au kuomba au kusoma, ndani yake kunaingia uzito, anajiona amechoka, anajiona ni kama mwili hauwezi. Yani anaanza sasa hiyo kuangalia mwili na kuutetea mwili kwamba ila kweli umechoka. Kweli umechoka kwa kazi ulizofanya leo? Hapana kabisa, umechoka, unahitaji kupumzika. Haleluya. Kwa hiyo unaanza kuupa sifa mwili, unaanza kutengenezea mazingira mwili. Kwa hiyo kumbe hapo hiyo ilikuwa ni mpango wa adui kuhakikisha unarudi nyuma. Na vitu ngoja niulize. Haleluya. Kwa mfano, sawa? Kwa uzuri tu, sawa? Na kutoa mfano babangu, sawa? Kwa mfano, hivi ndevu zilikuja kwa pamoja zikafika zikawa nyeupe tu zote pa. Kamoja unasema aka hapa kametokea. Kakaja kapili, yani kuja kuona kumekuwa kweupe, hujui kulitokea saa ngapi, yani unakuta tu kumekuwa, si ndio? Ndivyo inavyokuwa kwa mtu ambaye akirudishwa nyuma. Sasa hiyo hatajua nini kimetokea. Atajikuta tu hawezi kuomba, hawezi kusoma neno, hawezi kufanya kitu chochote. Ukweli sio kweli? Unabaki kusema hivi ilikuwaje kuwaje? Yani ndio imetokea hivyo, kama ambavyo hutokea kwa mtu. Haleluya. Kanaanza kamoja kwa moja, yani hujui siku gani zimejikusanya zote. Yani siku hiyo unaangalia kwenye huko unasema mbona kote kumekuwa kweupe, shida zilikuja saa ngapi hujui. Lakini zilianza kidogo kidogo, si ndio? Ndivyo ilivyo kwa huyu mtu ambaye anayerudishwa nyuma. Hawezi kujua saa ngapi ilitokea, akajikuta hawezi kuomba, hawezi kusoma, hawezi kufanya chochote, na anaendelea na maisha mengine na anaona kawaida kabisa. Haleluya. Yeye jipata anaendelea na maisha mengine na anaona nini? Kawaida. Hana ile leo kusema inamuuma kwamba kwa nini napishana na Mungu? Kwa nini hana tena huo mzigo? Haleluya. Na ndio maana nikasema nadhani ni wiki iliyopita, sio wiki iliyopita. Nadhani ni ile wiki nyingine. Wiki iliyopita nadhani sikusimama. Wiki iliyopita niliongea kitu kimoja, nikasema kwamba hata nilitolea mfano baadhi ya watu, nikasema kuna mfano kama kuna mtu mmoja alinifuata akaniambia, mama, mimi sasa hivi nimeamua kabisa, yani nimeshakaa nikatafakari, nikaona kabisa namhitaji Mungu. Haleluya. Kwa hiyo naomba unipe maongozi. Haleluya. Na mimi kwa sababu namsikiliza roho wa Mungu, sikutaka kwenda kwa akili kwamba nimwambie afanye 1 2 3. Nikampa tu zoezi dogo sana. Lakini tokea nilipompa hilo zoezi ndio yani afadhali hata asingekuja kuniambia mama nisaidie. Haleluya. Yani hapo ndio nimempoteza mazima, kwa sababu kitu cha nimwambia ni kidogo tu. Haleluya. Nimwambia hakikisha kila ukishamaliza shughuli zako hakikisha unajiombea. Haleluya. Hakikisha unasimama unafanyaje? Unajiombea. Hakikisha unafika katika ibada. Sitaka kumpa jukumu zito kwamba nimwambie sasa hivi haya jitwike Sinai kichwani. Atasema Sinai ndio inanisababisha. Kwa mimi nikampa zoezi dogo tu, lakini hilo zoezi kwake lilikuwa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu shetani ana mkakati. Haleluya. Hata pale unaposema nataka kufanya maamuzi, lazima uwe umemaanisha katika maamuzi yako kwamba niko tayari, chochote kitakachokuja mbele yangu hakitanishinda. Haleluya. Malango ya kuzimu hayataniangusha, hayatanizuilia, hayatanishinda. Chochote nataka kukifanya nitakifanya, na malango ya kipepo hayatanizuilia. Haleluya. Kwa hiyo utajipata umesimama na unasonga mbele. Kwa hiyo mtu hata nikikaa nikitafakari mpaka nikawa nasikia hasira, nikasema sasa huyu, yani Mungu sasa ulitakaje aje aniombe mimi nimpe maelekezo? Maana yake bora asingefanyaje? Asingekuja. Maana yake sasa hicho kidogo kimefanyaje? Kimemshindwa. Haleluya. Ni kwa nini shetani hataki apige hatua afike mbali? Haleluya. Shetani hataki apige hatua afike wapi?
mbali. Haleluya. Anataka arudi nyuma. Haleluya. Jana kuna ushuhuda mmoja niliupokea afu nikasema haleluya. Nilipata ushuhuda mmoja sehemu moja. Haleluya. Ni ngumu sana kwa hali ya sasa hivi. Yaani hata Kilango tu hivi au Mama Mariamu hapo au yoyote tu. Haleluya. Nikikwambia tu kweli kwa uaminifu leo nataka ufunge kwa masaa 20 au 12 tu, 24 mengi, 12. Hata Anastasia yule anayekaa pale na niliponye kufanya biashara yake. Amina. Afu nikakwambia kila lisaa ingia kuomba. Sio uombe lisaa lizima. Uombe dakika chache tu. Kila lisaa kwa masaa 12. Yaani kila lisaa linapoingia wewe ingia kuomba. Unaweza ukamaliza masaa 12 ukiomba. Utajikuta utajikuta umeshtukia masaa 4 yashapita. Afu unasema sijaomba, hivi imekuwaje? Haleluya. Sasa kuna ushuhuda nilipata. Kuna mtoto mmoja ambaye Mungu alinionyesha kabla hajazaliwa, akiwa ndani ya tumbo la mama yake miezi 6, akiwa ana miezi 6 tumboni. Haleluya. Mungu akanionyesha kwamba huyu mtoto anayezaliwa ni nabii. Haleluya. Akaonyesha kwamba huyu mtoto anayezaliwa ni nani? Ni nabii. Kwa hiyo nikaja nikawaambia wazazi wake, nikawaambia kwamba huyu mtoto atakaye kuja kuzaliwa ni nabii. Haleluya. Mamake sio mtu kwamba wa kiroho sana. Hata babake sio kwamba ni mtu wa kiroho, ni watu tu wa kawaida, wanasali tu nadhani KKT. Amina, ni washirika wazuri wa KKT. Lakini kwa sababu Mungu aliniambia, baada nilipomuona yule mama na tumbo lake, ndio nikamwambia kwamba Mungu anasema hiki na hiki na hiki na hiki baadaye. Haleluya. Sasa kweli alipozaliwa yule mtoto akawa na behavior vya namna hiyo, sawa? Sasa jana nikawa nimepata ushuhuda wake kwamba naambiwa hivi na mamake, anakuambia huyu mtoto anafunga, yuko darasa la ngapi hapo? La 5. Anafunga mpaka tunapigia simu na walimu. Kwamba kwa sababu shule anasoma ni shule hizi za English medium ambazo lazima wapate chakula huko mchana si nini. Kwa hiyo walimu wanapiga simu wanasema huyu mtoto haiwezekani kwamba kila siku anafungaga nini? Haleluya. Kila siku anafunga. Kama hii 40 ambayo umefunga wananiliu, yeye kafunga. Mtoto wa darasa la ngapi? Sasa mimi kabisa sasa nikae naye niongee naye. Kwamba yaani inakuaje? Yaani unasikia nini mpaka ufunge? Akasema nimekaa nikawa naangalia baba kuna vitu fulani sivipendi kwake. Kwa hiyo kuna kama hii wiki iliyoisha nilikuwa nimefunga masaa 12, kila lisaa naingia kusali. Ili Mungu amsaidie baba yangu atoke kwenye hiyo hali. Wewe ambaye sasa hivi Kilango na miaka yako yote, inawezekana hata shida kweli unayo na unahitaji kupenya na bado ukachemka, si ndio? Ukajikuta umechemka. Sasa mzazi wake hata anapoongea mzazi wake mwenyewe haoni kama kitu cha muhimu. Nikamwambia huyu mtoto kama nilivyokuwa nimewaambia, huyu mtoto ana nini? Ana neema ya Mungu. Kwa hiyo anahitaji kulelewa kimungu zaidi ili hicho kitu kisije kikafanyaje? Kikapotea. Haleluya. Kikapotea. Kwa hiyo nikamdadisi vitu vingi, akaanza kuniambia hata nikioga wakati mwingine naota ndoto kinatokea siku ya kesho kinakuwa hivi na hivi. Mtoto wa darasa la ngapi? Na hata na watoto wangu wengine hapa wale wadogo wale wajukuu wale wanakoga na maono, sema muwapagi nafasi ya kuwasikiliza. Haleluya. Ndio maana wananipendaga kuja kuniambia maono yao. Na mimi ndio nataka niwakuze hao. Labda watakuwa na masikio ya kumsikia Roho Mtakatifu. Haleluya. Sasa mimi nataka niachane na wakongwe. Haleluya. Nataka tu wadogo. Haleluya. Haleluya. Kama kale kanani kale. Umekuja nako kale kajama kale. Kako wapi kale? Yaani kale hata ukikapa andiko, njoo hapa mjukuu wangu mzuri. Hata ukikapa maandiko kana kalili vizuri. Kimbia huko njoo. Kimbia huko. Haleluya. Nakapenda sana katoto, njoo. Hata ukikapa maandiko kana kalili, njoo. Salem. Falme Yesu ndio amani yako. Haleluya. Si mlikaona mwezi wa 12 kwenye mkesha wale mliokuja. Kanaongea neno la Mungu hakana hata nini? Sasa kama hivi ndio navitaka sasa hivi. Mvilete huko hata kama mmevichoka, nileteni tu hapa. Mnijazie tu hapa. Mimi najua kabisa hao ndio jeshi la baadaye. Haleluya. Watakuwa na masikio. Haleluya. Na nikiwauliza wewe umeota nini? Kila mtu anasema. Aliyeota ndoto ya Bwana najua huyu ameota ndoto ya Bwana, ambaye anaongea tu kwa sababu kawasikia wenzie. Atasema nimeota magari, nimeota nini na nini, najua kabisa huyu hajaota, lakini kuna walioota kabisa. Haleluya. Kwa hiyo kizazi kama hichi ndio nataka safari hii nikisaidie zaidi. Lakini hata nitakusaidia katika jina la Yesu. Haya nenda kaka. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ni nini? Kwamba huyu mtu anakuwa na neema, lakini
Shetani aweza kumfanya asifike mbele, asipige hatua. Lakini yote inatokana wakati mwingine na maamuzi ya mtu binafsi. Kwamba mtu binafsi anapaswa awe na maamuzi ya kumwezesha ili nguvu ya Mungu ingie ifanye kazi. Haleluya. Ili nguvu ya Mungu ifanye ifanye kazi. Haleluya. Haleluya. Yaani ni rahisi sana ukafunguliwa, ukaona udhiriko wa Mungu, ukawa na kimoto ndani cha kufanya jambo la aina yoyote. Lakini uwe na uhakika kama ambavyo nguvu ya Mungu ilikuja ikaleta huo moto, usiponyenyekea, usipofuata kile Mungu anataka, ndivyo itakavyokuja nguvu ya shetani na kuzimisha huo moto na ukabaki kwa kawaida. Haleluya. Haleluya. Ni rahisi sana. Yaani hivi vitu vinatenda kazi katika ulimwengu wa roho. Ni kitu cha ni kama vile unawasha taa na kuzima taa. Haleluya. Kwa ukajikuta huwezi kuomba, huwezi kusoma, huwezi kufanya chochote, umebakia hapo hapo. Siku ya leo Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Kurudi nyuma ni roho inayomfunga mtu asisonge mbele. Roho ya kurudi nyuma ni roho inayomfunga mtu. Ni kama vile unafungwa na minyororo, usipige hatua, yaani usithubutu kwenda mbele. Bali ubakie hapo na kurudi, yaani ubakie hapo, wewe unafanya vya nyuma tu, sio vya mbele. Haleluya. Kitabu cha Ufunuo 22. Nataka tusome hapo tuone inasema nini. Kitabu cha Ufunuo ile sura ya 22. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 12 inasemaje? Tazama naja upesi na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kwamba kuna kazi unatakiwa kuifanya. Kama ni mtu ambaye unapiga hatua, maana yake kuna majukumu ya kiroho unayopaswa kuyafanya. Haleluya. Na Mungu anakuja kukulipa. Anakuja kukupa thawabu ya hicho unachokifanya. Haleluya. Anaendelea kusema. Anasema kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima. Wawe na amri, yaani wanaofuata sheria ya kufuata maongozi ya Mungu, kuendea huo mti wa uzima. Yesu ni mti wa uzima. Haleluya. Kuyafuata maelekezo ya Mungu. Wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima. Ndani yao manake wamelishika neno la Mungu, wasimtende Mungu dhambi. Manake wanatii kile Mungu anachofanyaje, anachowaambia. Anawaambia, anasema na kuingia mji wa milango, na kuingia mji kwa milango yake. Huko nje wako mbwa. Haleluya. Manake utaingia katika utakatifu. Haleluya. Utaingia kwenye ule utukufu wa Mungu. Utaingia kwenye vile viwango ambavyo Mungu amevikusudia, ikiwa neno la Mungu utalifuata linavyokutaka. Haleluya. Anasema utaingia, utadhihirishwa ule utukufu wa Mungu. Lakini nje, haleluya, manake utatofautishwa kuwa na watu wengine. Anasema nje, mstari wa 15. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya. Nje ni hapa umetenganishwa. Hii sio swala la kwenda mbinguni. Haleluya. Kwamba unapokubali kufuata sheria ya Mungu, neno la Mungu, haleluya, utatengwa. Ndani yako wewe, badala ya mapepo yakija yachungulie yakute pako patupu, yatamkuta Mungu. Haleluya. Yatakuta roho Mungu yuko ndani. Haleluya. Yatakuta neno la Mungu liko ndani. Haleluya. Kwa hiyo utajipata unaendelea kupiga hatua na utatenganishwa na watu wengine. Utatenganishwa na ulimwengu. Haleluya. Anasema kwa sababu huko nje wako wazinzi, wako wauaji, waabudu sanamu. Haleluya. Wako mbwa ambao tumeona hapa watu wenye sifa za mbwa kwenye kile kitabu ambacho tumesoma cha Petro. Haleluya. Nadhani kwenye ile 22, Petro wa pili ile 22. Si 24 pale. Haleluya. Lakini tukisoma pia kwenye Mithali 26:11. Mithali 26:11. Mithali, kitabu cha Mithali 26:11. Mithali, kitabu cha Mithali. Bado tunaona mtu ambaye hachukui hatua ya kubadilika. Hachukui hatua ya kubadilika. Anafananishwaje? 26 mstari wa 11. Biblia inasema ya kwamba kama vile mbwa arudiavyo matapiko yake, kadhalika mpumbavu afanya upumbavu tena.
Kadhalika mpumbavu afanya upumbavu tena, na anapofanya upumbavu tena, maana yake anampa nguvu shetani ya kuyatawala maisha yake, anampa nguvu shetani ya kumrudisha nyuma, anampa nguvu shetani ya kuzizimisha ndoto zake. Una ndoto ambazo Mungu ameziweka ndani yako, una maono ambayo Mungu ameyaweka ndani yako, na anatakiwa yafanyaje? Yatimie. Haleluya! Na anapaswa yafanyaje? Yatimie. Lakini anasema kama ambavyo mbwa anarudia matapishi yake, ndivyo hivyo mpumbavu ambavyo huwa anafanya upumbavu tena. Sema ninakataa kuwa mpumbavu. Ninakataa kuwa mpumbavu. Ninakataa kurudia ujinga. Ninakataa kurudia tabia mbaya ambazo nilikwisha kuziacha. Ninakataa kumpa nguvu shetani kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Haleluya. Piga Yesu Kristo makofi ya nguvu. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukampa shetani nguvu. Unaweza ukajipata unarudia yale mambo uliyoyakataa, na ukajikuta unayarudia kwa ujasiri. Haleluya. Ukajikuta unafanyaje? Unayarudia kwa ujasiri. Unasema sitakaa nifanye, sitaenda mahali fulani, sitakifanya kitu fulani. Ukajikuta unakifanya kwa ujasiri kwa sababu ya upumbavu. Umempa shetani nguvu. Haleluya. Lazima kuhakikisha unapambana na hiyo roho ya kurudi nyuma kwenye maisha yako, kwa sababu yenyewe ina mkakati. Haleluya. Ina nini? Ina mkakati wa kuhakikisha inakurudisha nyuma, inakuua. Haitaki utukufu wa Mungu udhirike kwenye maisha yako. Haleluya. Wakorintho wa pili, kitabu cha Wakorintho wa pili. Maandiko ni mengi kidogo, lakini lazima ujifunze ili uweze ukirudi nyumbani uendelee kusoma zaidi na kuomba na kuikataa hiyo roho. Usije ukafananishwa na kitu cha ajabu kabisa. Haleluya. Wakorintho wa pili, ile sura ya pili na ule mstari, sura ya pili na ule mstari wa 11. Anasema shetani asije akapata kukushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Haleluya. Hatukosi kuzijua nini? Fikra zake. Kwamba hakikisha unapambana na hii roho ya kurudi nyuma, kwa sababu yaweza kuja kwa namna yoyote. Haleluya. Unapolitii neno la Mungu, maana yake hata shetani akija kwa namna yoyote, utajua mpango wake, utajua hila yake, na utasimama na kusema hapana, ninakukataa katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Unaweza usinielewe, lakini naamini ipo siku utanielewa. Mungu akikupa ufahamu utanielewa zaidi. Haleluya. Nakumbuka kuna kipindi kimoja niliwahi kumwambia Steve ya kwamba kuna roho imetumwa. Haleluya. Yaani imetumwa kwangu mimi kuhakikisha nisifanye kitu chochote cha kimungu. Haleluya. Kuhakikisha nisikae nikaomba, kuhakikisha nione vitu vya Mungu ni vizito, kuhakikisha imetumwa. Na uzuri Mungu anafunua, ndio maana anasema hatupaswi kuzijua hila za shetani. Maana yake kuna namna unapolishika neno la Mungu, unaponyenyekea kwenye neno la Mungu, hata kama hujafika viwango ambavyo unatamani kuvifika, hivyo hivyo katika udogo wako Mungu atajikuta anajifunua kwako. Sio lazima ukae uisikie sauti ya Mungu useme kilango ni mimi Mungu. Sasa shetani anakuja kukujaribu hapa. Haleluya. Lakini kuna wazo anaweza kaachilia neno lake au sauti yake kwa njia ya mawazo, ukashangaa ili wazo sio la kwangu. Hapa Mungu kuna kitu anasema na mimi, ngoja nifanyie kazi. Haleluya. Kwa sababu atakapokuja hivyo kusema na wewe, iwe ni kwa njia ya wazo au kwa namna yote, madhiriko yataanza. Haleluya. Kwa sababu hata mimi Mungu aliposema na mimi, nikaanza kuona kuna some vitu vinaanza kuinuka. Yaani vinajaribu kunitengenezea nini? Mazingira. Haleluya. Vinaanza kutengenezea nini? Mazingira. Lakini mimi kwa sababu tayari nimeshapewa neema ya kuelewa, na nikawa naendelea kuomba, na mwambia shetani, nimeshakujua ila zako, hautanirudisha nyuma, mimi nasonga mbele. Haleluya. Nikisema tu sasa hivi labda nataka niombe, unashangaa kuna mazingira yanakuja, nasema mbona kuna kitu fulani hujakifanya apostle, hebu kifanye kwanza hicho kitu. Haleluya. Yaani inanijia na vile ambavyo mimi nipo. Haleluya. Kwa hiyo inabidi nifanye kwa kulazimisha, kwa nguvu ya kwamba kwa sababu ratiba nilionayo ni ya kuongea na baba yangu, sitaiacha, naongea na baba. Kwa sababu baba ana watu wengi ambao wanataka kuongea naye, na mimi muda lazima nikae niongee na nani? Na baba yangu. Kwa hiyo nakiacha kile kitu, natulia, naanza kuongea na baba yangu. Haleluya. Nikitaka kufanya kitu fulani nakwambia sasa hivi si ufanye hivi na hivi. Haleluya. Kwa sasa
Anasema hatukosi kuzijua hila za shetani, kwa sababu shetani anaweza akakupandi ukaona ni kama kitu cha kawaida, na ukashangaa kimekutoa kwenye mfumo mzima wa maombi au kusoma neno la Mungu, ukaishia hapo hapo na ukaona ni kawaida, alafu ukahisi unachokifanya kipo sawa, kumbe hakipo sawa. Ndipo utakuja kutambua kwamba una mvi kwenye kichwa kizima. Haleluya, haleluya. Mungu aturumie katika jina la Yesu. Haleluya. Ndipo utakapokuja kutambua kwamba kumbe uharibifu ulishaingia kwenye maisha yangu siku nyingi, na unajikuta sasa ukishakuja kutambua, alafu uelewi natokaje hapa. Haleluya. Unabaki nachomokaje hapa, uelewi. Nachomokaje hapa, uelewi. Natokaje hapa, uelewi. Haleluya. Mungu atuhurumie katika jina la Yesu. Haleluya. Nasema Mungu atuhurumie katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka tusome kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Turudi kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Na ule mstari wa 12, Biblia inasema nini? Anasema, kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalia asianguke. Haleluya. Anayedhani kwamba amesimama na ajiangalie. Haleluya. Aangalie asije akaanguka. Kwa sababu wakati mwingine kinachoangusha watu pia au kinachowarudisha nyuma, huyu mtu anaona tayari yuko vizuri. Haleluya. Kwa Mungu hakuna kusema sasa hivi niko vizuri. Ndio maana mara kadhaa nimekuwa nikiongea, kama sijaongea na wewe basi nimekuwa nikiongea na watu ambao nipo nao karibu, kwamba hata mimi ambaye ni apostle naona kabisa Mungu amenipa neema ya kukusaidia. Ninapokuwa nimeenda mbele za Mungu, siendi mimi kama apostle. Siendi mimi nikienda na mavyeo yangu pale. Haleluya. Kwa sababu najua na maisha yangu. Ndio maana Paulo akasema nisije nikawasaidia ninyi alafu mimi nikayaibika. Kwa hiyo na mimi nakiisha na mimi natengeneza vya kwangu. Kama ambavyo wewe utanisikiliza ukalifanyia jambo kazi. Kwa hiyo na mimi napoenda mbele za Mungu namwambia Mungu nisaidie, mimi ni mtoto wako, nahitaji kufunguliwa hapa, nahitaji kuvuka hapa, nahitaji unitengeneze hapa. Nipe neema ya kukuelewa, nipe neema ya kusikia. Siwezi kusema tayari mimi ni Apostle Luciana, mbona nasikia tu, ninaona tu inatosha. Nikija naanza kutetemesha hapa. Haleluya. Lakini narudi kwa Mungu nasema, Mungu bado sijawahi kukuelewa. Nahitaji neema ya kukuelewa. Bado sijawahi kukusikia. Naomba neema ya kukusikia vizuri. Nisije nikapishana neno lako. Kwa sababu Mungu ana njia na namna nyingi za kuongea na watu. Anaweza akaja kwako ukajikuta wewe tayari unasema mimi namuelewa Mungu. Alafu akaja kwa namna ya kawaida. Ukashangaa umepishana na Mungu. Haleluya. Akaja kwa jinsi ya kawaida kabisa. Alafu ukajikuta umepishana na Mungu kwa sababu tayari umesema wewe unamuelewa nani? Mungu. Na uje ukutane na wale watu wanasemaga Mungu namsikia kila siku anasema na mimi. Ni uongo. Muangalie mara mbili, ukisikia anasema Mungu, muangalie vizuri. Afumba macho, afu tena muangalie. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu huyu utakuja kuangalia maisha yake yanahitaji msaada. Ni kama vile mtu ambaye inatakiwa tumuitie ambulance impeleke hospitali mara moja. Kwa nini? Kwa sababu anajiona yuko sawa, lakini kumbe hayuko sawa, anahitaji msaada wa Mungu. Haleluya. Yaani hata hiyo karama uko nayo itaki ikupe kiburi, ikupe kujiinua. Hicho ulichonacho hakitaki kukupe kujiinua, inatakiwa unyenyekee mbele za Mungu. Unapokuwa kwa Mungu wewe ni mtoto. Haleluya. Wewe ni mtoto. Hichi ninachokifanya ni majukumu kwenye nyumba ya baba yangu. Sio kwamba ndio kinifanya tayari kila kitu naelewa na Mungu kila kitu. Haleluya. Na nyenyekea mbele za Mungu. Siku ya leo Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Nasema siku ya leo Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Nataka tuone sababu au mambo ambayo yanaweza kusababisha mtu akarudi nyuma. Kwa siku ya leo yawezekana vitu vikawa vingi, lakini nataka nifupishe kwa sehemu ili twende tukaombe. Mambo ambayo yanaweza kusababisha mtu akarudi nyuma au mtu anarudi nyuma. Kuna sababu nyingi za kumfanya mtu kurudi nyuma. Kuna vitu vingi